Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu, katika siku hii ya leo insha Allah, hebu twende tukaendelee na sehemu ya 4, ambayo hii inatujulisha kwamba unapendwa na Mola wako. Tumekuwa tukieleza alama ambazo ukiziona alama hizo kwako, basi ufahamu kwamba Mungu anakupenda. Sasa moja kati ya alama ni hii ambayo leo tunayokwenda kuizungumzia hapa. Ya akhi, ya ukhti, ma kullu man qallat ibadatuhu qallat manzilatuhu inda Allahi. Ndugu yangu, dada yangu, si kila anayepungukiwa na ibada basi daraja lake kwa Allah huwa dogo. Sio sahihi. Wapo watu wana madaraja makubwa sana mbele ya Allah hata kama wamepungukiwa na kufanya ibada, lakini wanatakiwa wajibidishe kurudi katika kupambana hali ya kufanya ibada. Ba'dhu nufusi laha inda Allahi qimatun, baadhi ya nafsi zina thamani kubwa kwa Allah. Walau ta'tarrat fi tariq, hata kama zinajikwaa katika njia, lakini zina daraja kubwa sana mbele ya Allah. Sasa hebu twende tukatazame leo alama ya 4 ni alama ipi ambayo ukiwa nayo hiyo basi Mwenyezi Mungu anakupenda sana sana sana. Lakini kabla ya hilo, na kuomba usiache kusubscribe katika chaneli hii ili uweze kujifunza mambo mengi sana katika maisha yako ya upande wa dini. Na jambo la pili, usiache kufuatilia kujiunga katika grupu letu. Tutafute kwenye WhatsApp, sema niungeni na mimi katika WhatsApp ili nijifunze mambo mengi. Jambo la tatu, usiache kuchukua yale mafuta ya kurefusha nywele, ndevu, kuzifanya nywele kuwa laini, nyepesi, nzuri kabisa, zina muonekano mzuri. Na jambo la mwisho kabisa, usiache kupata kitabu chako kile ambacho tumekitangaza kwamba ni kitabu bora na kitamfaa yule msomaji ambaye atakayekuwa anakitumia kwa ajili ya Allah na kukitumia kwa ajili ya kuweza kufanza dua mbalimbali. Kitabu kile kinafundisha dua mbalimbali kupitia majina ya Allah kwa Kiswahili kabisa. Kwa hiyo kinapatikana, sadaka yake ni shilingi 15,000. Ukikitaka utatumiwa kwa njia ya PDF kwenye WhatsApp yako. Sasa moja kwa moja twende tukaendelee na sehemu ya 4. Sehemu ambayo inatufundisha kwamba wewe unapendwa na Mungu. Namba 4 ni ipi? Tunasema fa ba'dhu nufus, kwamba al-alamatu ar-rabi'a, alama ya 4 kukujulisha kwamba wewe unapendwa na Mungu, ayasturaka Allah wala yafdhahaka baina an-nas. Mwenyezi Mungu kukustiri na wala kuto kukufedhehesha mbele za watu. Ukiona kwamba wewe kila siku maisha yako huwa unastirika tu, ukifanya kosa hili ambalo pengine unatakiwa udhalilike, lakini ghafla unajikuta haukudhalilika, umestirika. Umefanya kitu kibaya kabisa ambacho pengine utakiwa uaibike kweli kweli, lakini ghafla unajikuta aibu ile inakupita pembeni. Maana yake usijione wewe ni mjanja sana, tambua kwamba Mungu anakupenda. Kitendo cha kuto kudhalilika kwa kitu unachokifanya, maana kuna majitu yanakunywa pombe, linalewa, lakini linastirika. Kwa Mungu anakupenda. Kinachotakiwa sasa, wewe hujadhalilika. Mtu mwingine kanywa pombe, kalewa mpaka kavua nguo, lakini Mungu kamjalia kheri, kapata stara, hakuna mtu aliyemuona. Wewe bana, Mungu anakupenda, ila hujajua tu. Unatakiwa ubadilike. Ushastirika kwenye jambo la kwanza, umestirika jambo la pili, umestirika jambo la tatu. Umekwepa mishale mingi ambayo ingekudhalilisha, ingekuaibisha, na pengine ingekusababisha ukapata shida na dhiki, lakini yote umeiruka.
Usiseme mimi mjanja sana, yani mambo mengi sana nimeyakwepa, ningekuwa nina shida nyingi sana ningeyaingia. Hapana, wewe sio mjanja, bali wewe ni kipenzi cha Mungu, lakini hujui. Kuna kheri ambayo huwa unaifanya, pengine Mungu anatokea kukupenda, anakustiri na mengi, lakini wewe mwenyewe hujui. Kwa hiyo ukiona dalili ya kwamba mambo mengi umestirika nayo, hujadhalilika, basi rejea haraka sana kwa Mungu na utambue kwamba Mungu anakupenda sana na anataka umrejee yeye. Hilo ndilo jambo la 4 ambalo litakalokufanya kuwa wewe ni kipenzi cha Mungu. Lakini tudhnibu wa tukhtiu wallahu yasturuka. Unatenda dhambi, unamkosea Mola wako, lakini Allah anakufunika usidhalilike. Lakini wayubqi laka karamataka, Mungu anakuhifadhi na anaendelea kuilinda heshima yako. Mbali na kwamba unafanya upumbavu, lakini Mungu bado anakulindia heshima yako. Basi tambua kwamba wewe ni kipenzi cha Mungu. Heshima yako haiporomoki na mabaya yote unayoyafanya. Wewe ni kipenzi cha Mungu. Mungu anakupenda sana, ila tu malizia vitu vya kumwabudu ili Mungu apate kukupenda zaidi. Lakini pia lau shaa Allahu lafadhahaka bidhambin wahid, kama Allah angelitaka angekufedhehesha kwa dhambi moja tu, yani tena dhambi ndogo tu ukafanya na ukadhalilika pengine hata mji mzima. Lakini madhambi yako yote unayafanya, lakini Mungu anakustiri, we Mungu anakupenda. Walakinahu tasiru yuhibbu sitra, lakini yeye ni mfichaji, anapenda kuficha. Nani huyo? Allah. Mungu anakuficha kwa sababu yeye ni mfichaji wa mambo. Wa idha sataraka fa'alam annahu yuridu laka taubata lal fadhiha, na ukifunika aibu zako, akikufunika Mwenyezi Mungu zile aibu zako, ujue sio kwamba labda eti anataka nini kwako. Mungu tu anakutakia ufanye toba na wala sio ufedheheke. Mungu anatambua kwamba huyu mja wangu kwa kumfichia mabaya yake atatubia kwangu mimi na atabadilika. Sasa wewe unatakiwa ubadilike kwa sababu Mungu amekustiri. Kwa hiyo rejea kwa Mola wako ukiona unastirika katika kila mabaya ambayo unayoyafanya. Lakini pia dalilu minas sunna, dalili katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam za kulitambua hilo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Mungu, rehma za Mungu na amani zimuendee, ya kwamba inna Allaha hayyu, hakika Mwenyezi Mungu yupo hai. Sittiru yuhibbul hayaa wasitra, hakika Mwenyezi Mungu ana haya, yuko hai. Au tunaweza tukatafsiri kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye haya na ni mfichaji, anapenda haya na kuficha. Au kwa kifupi tunaweza tukasema hivi, Mwenyezi Mungu ni mwenye aibu na ni mwenye kuficha, anastiri na anapenda aibu na kukustiri wewe. Kwa hiyo Mungu anapenda yeye yani Mungu ni mwenye aibu kwa mujibu wa misemo ya wanawachuoni. Sasa hiyo aibu Mungu anayo, yani ni kama kiungo ambacho Mungu kakiumba, anacho. Aibu hii Mwenyezi Mungu huiweka kwa waja wake katika kukustiri, usidhalilike, usipate aibu. Hiyo ni hadithi ya Mtume kabisa. Lakini fasitirullahi alaika laisa amran adiyan, kufunikwa au kufichwa na Mwenyezi Mungu si jambo la kawaida,
Yaani ukiona unafanya mabalaa, makashikashi mazito, alafu Mungu anakufichia aibu yako, haudhaliliki, basi hilo ni jambo kubwa sana ndugu yangu, ila wewe tu hujui. Kam min dhambi bainaka wa baina Allahi la ya'lamuhu ahad, ni dhambi ngapi zipo baina yako wewe na Allah ambazo hakuna anayezijua? Yaani watu unafanya madhambi mangapi wewe ya siri ambako anayejua ni Mungu tu peke yake, lakini umeamua kuyaficha, hakuna anayejua. Umemchiti mkeo, umemchiti mumeo, imebaki kuwa ni siri yako wewe na Mola wako. Kuna wengine mpaka wameua kabisa yani, lakini kimya, hata mkewe ajui, hata mtoto wake ajui, imebaki kuwa ni siri baina yako wewe na Mungu. Sasa nataka nikufahamishe, ikiwa Mungu atataka kutoa siri za kila mmoja, manake tutadhalilika sana. Tumefanya mengi mabaya, tumefanya mengi makubwa, lakini Mungu anakustiri siri zako zote, Mungu hazionyeshi. Basi fahamu kwamba wewe ni kipenzi cha Mungu, kilichobakia ni wewe kurejea tu kwa Mola wako. Wa kam min khata'i satarahu Allahu alaika, umefanya makosa mangapi ambayo Mwenyezi Mungu anakustiri nayo usipate aibu, usikamatwe na polisi, ukae safi. Wa mazilta tamshi baina nasi marfu'a ra'si, na makosa mangapi Allah amekufunika nawe bado unaishi miongoni mwa watu ukiwa na heshima. Umefanya mambo makubwa kabisa ambayo yalitakiwa wewe ukose heshima, watu wasikuheshimu, lakini bado katika dunia unaendelea kuheshimika. Ni mangapi umeyafanya hayo? Bado tu haumrejei Allah. Hadhihi risalatun mahabbati la ghaflatin, huu ni ujumbe wa mapenzi ya Mungu na si wala ujumbe wa kizembe. Sio tu vitu vya ghafla ghafla, ni vitu ambavyo ni unapendwa kweli na Mungu. Kilichobakia ni wewe kujibadilisha, toa sana sadaka, swali sana, rejea sana kwa Mola wako. Lakini tanbihu muhimu, angalizo muhimu sana hili, onyo. Siturullahi laisa idhna bil ma'asiyati, kufunikwa na Allah si ruhusa ya kuendelea kufanya madhambi. Yaani kwa sababu Mungu anakustiri usidhalilike, basi usijione wewe ndo mjanja, kila siku unafanya jipya. Mungu anakustiri, unafanya hili, Mungu anakustiri. Acha mambo hayo, usiendelee kufanya mambo hayo. Bal huwa fursatun lirujui qabla an yurfa'a sitru, bali ni nafasi ya kurejea kwa Mola wako kabla pazia halijaondolewa la wewe kustirika. Kwa sababu ukiendelea kumuasi Mungu, Mungu anakustiri, anakupenda, bado hauoneshi mapenzi kwa Mungu, Mungu naye ataondoa mapenzi kwako. Utadhalilika, utaaibika, na maisha yako yatakuwa ya kuungaunga, kwa sababu Mungu kakukomalia sana ili urejee ufanye toba na hautaki. Kwa hiyo Mungu sasa anaondoa mapenzi yake kwako, unabaki kudhalilika na maisha yako yanaharibika. Sasa tuwe makini, turejee kwa Mola wetu insha Allah. Lakini pia idha sataraka Allahu, Mwenyezi Mungu akikustiri, fahmaduhu wastahi minhu, mshukuru na umuogope sana kwa hayo. Yaani Allah akikustiri, umestirika, umefanya jambo baya na Mungu kakustiri, basi mshukuru sana Mungu na umuogope sana Mungu. Fa wallahi ma sataraka illa lianna laka indahu makanatan, wallahi hakukufunika au hakukustiri Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa sababu una nafasi kwake. Yaani wewe bado unayo nafasi kwa Mola wako, ndio maana Mungu anakustiri. Wa rubba sitri al-yawm, na huenda kukustiri kwa leo yakunu taubatal ghadi, ikawa ndio wewe unaweza ikawa ni toba yako ya kesho. Kwa Mungu anapokustiri usidhalilike, huenda hiyo kwako ndio ikawa ni kujiandalia kutubia mbele ya Allah.
Sasa wacha kufanya ujinga, wacha kufanya ubarazuri, wacha kufanya upuuzi. Rejea mbele ya Mola wako na inshallah mambo yatakuwa sawa. Kwa hiyo ni aina nyingine tena ya kukujulisha kwamba wewe unapendwa na Mungu. Hii ni aina nyingine tena kukujulisha kwamba wewe Allah anakupenda. Sehemu ya 4 kwamba wewe unapendwa sana na Mungu. Rejea kwa Mola wako, usifanye maskhara, acha upuuzi, acha utani, rejea kwa Mola wako, Mungu atakufungulia. Mwisho kabisa, usiache kusubscribe, usiache kushare, lakini pia usiache kutufata WhatsApp tukuunganishe katika grupu letu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.